Hello. Mau. Umekiona? Umenitumia nini? Kama ulivyoona. Kwa nimekuja kwako. Umeniita. Kumbe ulikuwa unanirekodi Mau. Ni vitu vya kawaida tu. Kwani kuna cha ajabu hapo Magi? Wewe ni cha ajabu. Wewe ni cha ajabu Mau. Kumbe nimekuja kwako. Nimelala na wewe unarekodi kila kitu. Yaani Mau unarekodi kila kitu. Umerekodi kila kitu Mau. Unaniangani na mimi. Unataka mume wangu aniue? Basi sawa, sikia Magi. Ulisema umenimisi, si ndio? Na unahitaji tukuonana mimi na wewe. Basi naomba tuonane na uje na 500,000. Ili nisiposti hizo video. Mau, 500,000? Hiyo 500,000 mimi Mau unaipatia wapi? Naipatia wapi? Nafanya kazi gani Mau mimi mpaka nipatie 500,000? Mbona una huruma na mimi? Wapi Mau hiyo 500,000 mimi siwezi kukupa wewe. Napata wapi Mau nionee huruma? Mau nionee huruma kwa ifanyia hivi lakini. Kama hutaweza kufanya hivyo basi nitavujisha. Usifanye hivyo Mau, nitakuja. Usifanye hivyo, usifanye hivyo na kuomba usije kuvujisha hizo video. Mume wangu akiziona ataniua mimi, ataniua. Na kuomba usije kuvujisha. Mimi hela nakuletea na nakuja. Umesikia? Mage, ulikuwa unarukaruka, unalingalinga, sasa umenasa mwenyewe. Na kwa hili nilolifanya, yani hizi video nilizokurekodi hizi, hauwezi kuruka. Yani nitakuwa nakupelekesha kwa hizi video. Yani kama mume wako akiziona au ndugu zako wote wakiziona, utapata shida sana. Kwa video hizi ndio itakuwa fimbo ya kukupigia mimi. Hela nitakayoitaka lazima nitaipata. Mage, umekwisha. Kwisha habari yako. Mau, kwa unafanya haya yote? Kwa nini umeamua kunitumia zile video na unanitishia kuzisambaza? Nimekukosea nini mimi labda? Labda usichokijua tu ni kwamba mimi sikupendi. Alafu hivi wewe uliona wapi maex wakarudiana? Ulikaa na kufikiria hicho kitu? Mau, unasemaje? Hivi unajisikia unavyoongea? Mau, siwe kila siku ulikuwa unakuja kwangu ukilia unasema unanipenda. Siwe kila siku ulikuwa ukinibembeleza Mau. Yaani siku yafikiria kama ungefanya yote. Sikufikiria Mau. Kwa uliniita kwako ili unirekodi, ili uje kuja kunitishia baadaye. Ili iwaje Mau? Ili sijakuelewa, ili iwaje? Alafu Mage, usichokijua ni kwamba mimi nina mwanamke wangu. Yule ambaye siku tulikutana nikakwambia kuwa ni shemeji. Kwa hiyo wewe ulikuwa unanibembeleza siku zote. Unakuja kwangu, unasema unanipenda. Kumbe wewe ulikuwa unahitaji unirekodi ili unije kunigeuza mimi niwe kama kitega uchumi kwako. Mau, nionee huruma, nionee huruma, nionee huruma Mau. Kosa langu ni nini labda? Unataka mimi nije nikulele familia yako wewe? Kweli? Mau, unanikosea sana Mau. Hivi unadhani mimi pesa nitapata wapi? Alafu usichokijua ni mjamzito yule. Ana kiumbe changu.
lengo lako lilikuwa ni pesa, si ndio? Wow. Mao, naomba usifute hizo video. Nakuomba sana Mao. Baada ya 500 inayofuata ni 500,000. Milioni 5? Unataka tena pesa? Utajua wewe pa kuipata, na kama utanipatia 500,000 ndio nitafuta hizo video zako. Sitozitambaza. Mao, unataka tena 500,000 Mao? Kwani Mao unataka nini kwenye maisha yangu? Uliniharibia masomo yangu. Ukanitesa, ukaninyanyasa kwenye mahusiano, sikupata furaha aina yoyote. Leo tena nipo kwenye ndoa unakuja unanitesa. Mao, unataka nini? Kwa nini unataka kuharibu maisha yangu wewe? Sasa habari? Safi, kwema? Salama. Kwema, sio wewe? Niko poa kabisa. Nakukumbuka. Ndugu yangu, tumekutana tena. Ya, kweli. Ningependa kutumia nafasi hii kukutambulisha. Huyu ndo kipenzi changu, anaitwa Sophie. Okay. Nafurahi kukufahamu. Nashukuru pia. Na ningependa pia kukupa taarifa muhimu ama nzuri. Sasa hivi mpenzi wangu Mama Kijacho. Okay. Natarajia kuitwa baba. Hongereni jamani, hongereni sana. Sawa. Poa bwana. Kila la heri. Asante. Mao, nakutumia hii voice. Naomba usikilize kwa makini sana. Nimekukosea nini mimi? Kosa langu ni nini? Kosa langu kukupa mwili wangu? Mao, kwa nini unataka kunizalilisha? Kwa nini unataka kunizalilisha Mao? Mimi 500,000 nitapata wapi? Nitatoa wapi Mao? Naomba usinizalilishe Mao, nakuomba usinizalilishe. Sura yangu utaweka wapi Mao? Kwa nini unifanyia hivyo? Nakuomba Mao. Nakuomba Mao, usije ukanizalilishe. Nionee huruma Mao. Kumbe ulikuja kwangu ili uwe na mambo yako mwenyewe, ili unataka hela kwangu. Kumbe ulikuwa unataka hela Mao. Kwa nini usingezungumza Mao? Kwa nini usingezungumza? Kwa nini
voice. Unipigie simu tuongee, sinizalilishe. Nitaweka wapi sura yangu? Mume wangu akijua itakuwaje? Nakuomba Mau. Shoga yangu Magi. Mambo shoga yangu Magi. Nzima sio wewe? Kwa kama unavyoniona. Naona umetulia mwenyewe, umenawiri kwenye ndoa yako. Shoga yangu kawaida tu. Nilikuwa napita zangu huko. Nikaona bwana nije kukuona shoga yangu, maana ulivyonisusa. Sijakususa, ni mambo mengi tu. Yaani niko na mambo mengi. Hapana, mume wangu sio kauzu. Niwe mwenyewe tu, labda kama kawaida yako. Utakuwa ulifika ukaanza kujieleza kama nakuona, lakini mume wangu yuko vizuri sana. Unajua shoga yangu, mimi maneno 10. Sasa rafiki yangu, kuna ubuyu anataka nikupe. Ubuyu wa shemeji huo. Nataka kunipa. Hebu niambie. Mambo moto naona. Mambo kama nakuona vile. Hebu nipe ubuyu vizuri, maana nataka kusikia. Maana yani nina kimoyo. Unajua kitu cha dakika kwa mbele. Basi niambie kitu gani? Na rafiki yangu huyo aliolewa. Mpaka sasa ninapoongea hapo kwenye ndoa yake. Ex wake kana nafuatilia. Tume hata kurudiana na ex wake. Mama! Feti, basi sikiliza kwanza rafiki yangu. Basi niambie haraka. Mimi naona kama unanichelewesha. Wewe niambie tu. Wewe hatari. Basi kamfuatilia yule dada akakataa. Mwisho wa siku si akaingia line. Bwana kanyanyua miguu yake huyo mpaka kwa yule bwana. Fika kwa yule bwana, si akajiachia mtoto wa kike. Mama kumbe simu imewekwa na rekodi kila kitu. Unajua kurekodi kila kitu wewe? Uchuma mnyama. Ila sasa ubaya wake yule mwanaume anamuomba pesa. Hiyo pesa anataka shilingi ngapi? Anasema hivi, usipolipa milioni 5 nazisambaza hizo video, yani ni video. Sasa usipolipa milioni 5 nazisambaza hizo video. Naijua hiyo Magi. Usikute ndo wewe shoga yangu. Pete mimi nikuzunguke kwa lipi? Nipo kwenye ndoa yangu nimetulia. Mume wangu anatosheleza kila kitu. Huyo ex mimi nimfuate wa nini kwanza? Wa nini kwanza mimi? Kila ninachotaka kwa mume wangu mama anakipata. Mimi siwezi kufanya ujinga. Hamna shoga yangu, nimeongepo kwa sababu kuna watu wengine wakuta wakupa story afu wanaweka kinyume. Wakuta mtu anakuambia story kumbe story ndio ya kwake, lakini anaipindiwa. Maana unajua nimeshuhudia watu wengi mtu akupa story afa kumbe ni kweli. Hivi unaona mimi naweza nikafanya ujinga? Hebu mwenyewe fikiria, naweza nikafanya. Ila kabla ya yote, mama nipoombea, nataka umbea kamili. Naomba hizo video nizione. Nataka nione mtu anavoshenyetwa. Maana naamu ya kuona. Sasa unataka video za nini? Wewe video unazitaka uangalie za nini? Zinakuhusu Fete? Yaani sijui ukoje na umbea mpaka umepitiliza rafiki yangu. Video za nini? Mimi nishakwambia, nishakuelekeza inatosha. Unataka uthibitisho gani sasa? Unazidi bwana na wewe. Hata umefutia nini? Maana sasa unipeje ombea akatumbia bado haujakamilika bwana. Wewe ibn mimi umeniambia hiyo mada hiyo yote uenavyo kwenye mgongo. Wewe unaenda tioni nimefuta kwa nipoombea sitaki tena. Kwa naondoka. Yaani naondoka sitaki tena bwana. Kwa hili shoga yangu. Kwa hili Magi bwana.
Kwa umenuna? Hamna kweli. Haya mimi naondoka. Wasalimie. Ndio naenda. Msalimie mumeo. Karibu. Habari. Salama. Za kwako. Nzuri. Za siku. Salama sijui. Nzuri tu. Nimekuja hapa kwa nia moja tu. Ningependa nikusaidie. Kitu gani? Kwa nini unamficha mume wako? Mimi? Nimficha mume wangu chochote? Sina ninachomficha mume wangu. Yaani mimi sina ninachomficha mume wangu. Kila kitu kiko sawa kwenye ndoa yangu. Sina ninachokificha kabisa. Na uko sawa kabisa? Mimi naomba nielewe, hakuna shida yoyote. Hakuna shida yoyote. Tuko sawa. Tuko sawa kabisa. Basi sawa. Ila ningeomba tu nikwambie kitu kimoja. Unajua siku zote kwenye maisha ukweli umeweka mtu huru. Kwa hiyo, kwa ushauri wangu tu ningeomba kuwa mkweli. Mwambie mume wako kila kitu ambacho unahisi kinakutatiza. Yeye ni mume wako na anakupenda na hawezi akakuacha. Jaribu tu kuwa mkweli, mwambie ukweli. Atakusaidia yeye kama mume. Kwa sababu mimi nilikuja mara ya kwanza ukaniambia hauna shida. Lakini safari hii nimegundua kuna shida, lakini wewe mwenyewe hautaki kuwa wazi. Kwa hiyo ni hivyo tu. Jaribu kuwa mkweli, ongea na mume wako. Sijui unanielewa? Nikisema labda sina shida yoyote, sina tatizo lolote na mume wangu, kwenye ndoa yangu sisi tuko sawa. Muulize hata mume wangu atakwambia. Maana sijui mume wangu anakuambia kitu gani, lakini mimi na mume wangu tuko sawa. Kama umemaliza, naomba tu uende kwa sababu nahisi tu unanichanganya, unanivuruga akili yangu. Yaani unazidi kunivuruga. Yaani cha kunisaidia tu naomba uende. Sawa, lakini fanyia kazi ushauri wangu. Jaribu tu kufanyia kazi. Unaweza ukapata matokeo mazuri. Jaribu tu kuwa mkweli. I hope kila kitu kitakuwa sawa. Mungu wangu. Kashaanza kujua nini au ameshajua? Nimeisha mage, nishakanyaga Mungu wangu. Mbona umenipigia simu? Hai. Kuna nini? Mama. Kafanyaje? Mama kafanya nini? Mama kafanyaje? Mungu wangu. Nini hichi? Nilikwambiaje? Mbona kutuzalilisha mdogo wangu? Nimeumbuka mimi, nimeumbuka kwa shemeji yangu. Kwa kija kujua itakuwaje? Mama kija kujua itakuwaje Magi? Mimi naweka sura yangu wapi? Mimi jamani? Dada kasema mama anaomba milioni 5 ili asisambaze hii video. Dada naomba nisaidie. Mdogo wako atazalilika. Naipata wapi Magi mimi milioni 5? Naipata wapi mdogo wangu? Maisha yetu unaona, maisha yetu yenyewe ni ya kawaida. Unakumbuka hata kipindi kile mume wako ndo ametusaidia kijijini, ametujengea nyumba. Mimi mwenye dada yako misaada yangu yote namtegemea mume wako. Ndio ananisaidia. Leo unaniletea janga kubwa kama hili. Mimi milioni 5 naipata wapi mimi kukupa wewe jamani? Magi. Mungu wangu. Yaani mpaka namkumbuka
kama mamangu kaburini. Yaani natamani hata ingefufuka ingekuwa hapa ili swala angenisaidia. Mimi limenishinda mwenzenu swala gumu jamani. Mungu naomba tu nisaidie mwenzenu.